Kwa sababu kama mmetoka kwenye makundi ya uchaguzi na wale wote walioandika ule waraka wote ni watu wa Freeman Mbowe kwenye uchaguzi. Na bahati mbaya sasa, hiyo ni bahati mbaya, asilimia zaidi ya 50 ya wale waliosaini ni watu wanaotoka kaskazini. Na bahati mbaya sasa, sio tu kaskazini mkoa wa Tanga, Kilimanjaro na Arusha. Ni kama bado hawajapona majeraha ya uchaguzi. Sasa unakuja, kwa hiyo na kwa watu tunaowafahamu wengine, kwa mfano kama Mheshimiwa Grace Kiweru, Dani Naftali, ni watu wa mkono wa kuume wa Mheshimiwa Mbowe, wale ambao tunawajua. Sasa huwezi ukafanikiwa katika hali kama hiyo, kwa sababu upande huu unataka kung'ang'ania msimamo wake, na nyinyi mnaonekana kama wapinzani, mnapinga kwa sababu ya Lissu ambaye uongozi, kwa sababu uongozi wenu umeshika. Kwa hiyo mimi naamini kwamba busara yao ilikuwa ni kufanya lobby. Hata mimi binafsi siamini kwenye chama kisishike uchaguzi. Mimi binafsi siamini. Lakini kwenye huu waraka na huu msimamo, mimi naunga mkono uongozi uliopo, kwa sababu kwa maana ya kwamba huu ni uhuni tu. Na mimi nasema, mimi ningekuwa kiongozi kwenye Chadema, wale tuchafukuza sasa hizi au G55 kabisa. Sasa si demokrasia. Kila mtu ana mtazamo, kila mtu ana mawazo yake, hamwezi kufanana. Demokrasia ipi? Demokrasia ni pamoja na kuheshimu mawazo tofauti. Kile nilichokubaliana ndio demokrasia. Demokrasia inasema wengi wape, wachache wasikilizwe. Kwa nini hawakuleta hayo mawazo mwanzo? Wao walikuwa wajumbe wa vikao hivyo vya baraza kuu, kamati kuu. Sasa ndio maana mtu kama Lissu anakuja, anatoka, anasema kama mlikuwa mnataka kutumia hii no reform kupiga dili, mimi si mpiga dili. Sasa watu wanaanza kumwamini kwamba kumbe mlikuwa mnatikisa kibiriti ili mpate kitu fulani kutoka mahala fulani. Kwa sababu kama nyinyi si mlikuwa Mrema huyu ambaye aliongea na John Mrema, yes, alikuwa mjumbe wa sekretariat